Nimefurahi sana kuona maoni ya watu wengi kwenye video yangu iliyopita nilipozungumzia kuhusu time zone Marekani. Baadhi walishangaa, wengine walicheka, wengine walibeza, lakini walio wengi walitaka kujua zaidi. Na ngoja niseme jambo moja. Ndiyo, nilijifunza kuhusu time zone nikiwa bado Tanzania shuleni. Lakini ukisoma jambo kwenye kitabu au darasani, haimaanishi huo ndio mwisho wake. Swali kubwa ni unatakiwa kujiuliza, kwa nini jambo hilo lipo? Na jibu la swali hilo kwa mfano linatupeleka kwenye historia ya reli Marekani. Kabla ya mwaka 1883, Marekani haikuwa na mfumo mmoja rasmi wa time zone kama tunavyojua leo. Miji mingi ilitumia muda wake wa mahali hapo kulingana na mwenendo wa jua. Jua lilipofika utosini kwa mfano, huo ndio ulikuwa mchana, na jua likizama, hiyo ndio jioni. Kwa hiyo New York ilikuwa na muda wake, Chicago muda wake, Indianapolis muda wake na kadhalika. Sasa afikiria treni inatoka mji mmoja kwenda mji mwingine ndani ya nchi moja, na huku kila mji ukiwa na saa yake. Ratiba zitachanganya, sio? Ndiyo maana tarehe 18 Novemba mwaka 1883, kampuni za reli Marekani na Canada zilisanifisha muda wa reli ili kurahisisha ratiba za treni. Siku hiyo kihistoria inaitwa The Day of Two Noons, kwa sababu baadhi ya maeneo yalilazimika kurekebisha saa zao ili kuendana na mfumo mpya wa muda. Baadaye mwaka 1918, serikali ya Marekani ilipitisha Standard Time Act na kuupa mfumo huo msingi wa kisheria. Kwa hiyo muda tunaojua leo hii haukuibuka kiasili au kimiujiza, bali ulitokana na historia, teknolojia, biashara, usafiri na hata maamuzi ya serikali. Hivyo kazi yangu kama mwalimu na mtafiti sio kukariri taarifa za kitabuni peke yake, bali ni kuuliza maswali kuhusu historia, utamaduni na uzoefu wa kibinadamu ulio ndani ya taarifa hizo. Kwa mfano kwenye YouTube kuna mamia ya video zinazozungumzia time zones kwa Kiingereza na lugha nyingine za kimagharibi. Lakini mara nyingi mazungumzo hayo hayafiki kwa hadhira ya Kiswahili kwa sababu sisi sio walengwa wa video hizo. Sio kwa sababu hatujui lugha hizo, bali kwa sababu hatujadhamiriwa zitufikie video hizo. Hapa tunatumia Kiswahili kuelezea mambo ambayo mara nyingi yameachwa nje na mfumo wa masimulizi ya kidijitali. Maisha ya kila siku, historia, utamaduni, sheria za barabarani, folklore na maswali yaliyofichwa ndani ya vitu vidogo vidogo ambavyo tunaviona ni vya kawaida. Na hiyo ndiyo kazi ya digital storytelling. Kazi ninayoifanya mimi ni kuchukua jambo linaloonekana ni dogo, kulisimulia kwa lugha ya watu na kulifungua mpaka lionyeshe historia ya ndani, maarifa na utamaduni ulio nyuma yake. Kwa sababu kusoma hakuishii kwenye kujua kwamba jambo fulani lipo, bali kunaanzia kwenye kuuliza kwa nini jambo hilo lipo. Na hapo ndipo safari yetu inaanzia.